huku. Nataka kukosoa tu kwamba sio mimi ambaye nilijitafutia tikiti ya ODM hapa Nairobi. Baada ya kupoteza katika ule mchujo wa ODM kule Kandui, mimi nilirejea katika shughuli zangu kama wakili, kufanya shughuli zangu hapa mahakamani. Nilikuwa nimeketi afisini. Wafuasi wa ODM wenyewe ndio walikuja kunitafuta kule kwenye ofisi. Wakasema jamaa ambaye tumempa tiketi ya Senate hapa Nairobi, ndugu yangu Chapia, labda huenda asiwezane na huyu jamaa anaitwa Senator Sakaja. Kwa sababu unajua Sakaja yeye alikuwa na head start pale, tayari alikuwa amechaguliwa kama mbunge mteule. Alikuwa amekuwa mwenyekiti wa chama cha TNA, alikuwa amechapa kampeni zake hapa Nairobi. Wengi kabla nipewe tiketi hiyo walikuwa wanasema tayari uchaguzi wa Senate Nairobi umekwisha, maana yake Sakaja alikuwa achukue hivi kirahisi. Lakini mimi ninajivunia sana kazi ambayo tulifanya. Chapa kampeni yangu hapa si zaidi ya wiki 6 hapa Nairobi, lakini nikazua kura zaidi ya 700. Ninavoketi hapa leo Mwashumbe, hakuna mtu yoyote anayeondokea jamii ya Mulembe, awe ni mtu ambaye amegombea urais ama kiti cha MCA, ambaye amefikisha kura 700 katika debe tangu nchi hii ianzilishwe. Hao wengine unasikia walisimama president, mtu kama Mudavadi alikula yake 300 ya hapo nyumbani akakaa chini. Kwa hivyo kwa watu ambao wameanguka kura, ndio chairman yao. Sifuna, Wakenya wanajiuliza aje, mbona juzi wako kuona katika private jet jamani? Maana kiwe ndio ODM Secretary General. Sasa unajua wewe mwenyewe umeiita private jet. Private jet unaingia kwa mwaliko ndugu yangu, kwa sababu ni ya wenyewe. Hiyo sio jet yetu ya chama. Ile ni jet ya wenyewe, wametoa pesa yao wakapanga safari yao. Kwa hivyo kama ukupewa mwaliko utajiingiza kwa jeti ya wenyewe. Itakuwaje? Na sisi tunajua kwamba shughuli ambayo imewapeleka kule Dubai, hawa wawili wanatosha kuwakilisha masuala ama kuwasilisha habari zote ambazo ilikuwa ziwasilishe kwa mheshimiwa party leader wetu Raila Odinga. Kwa hivyo isiwe ni jambo kubwa. Maana unajua ni kitu ambacho kimeongelewa sana, na kitu kikiongelewa sana katika mitandao na Wakenya, ni kumaanisha kwamba Wakenya wanataka majibu fulani. Yaani wanauliza maswali lakini wanataka wajibiwe. Sasa haya maswali sijayapata mimi. Swala ni lipi? Kwa sababu mimi nina shughuli zangu kama katibu. Chama chetu kina vipawa vingi, kila mtu ana kipawa chake. Kuna shughuli ambayo mimi nilikuwa nayo ikapelekea kwamba hatuwezi sisi sote ati tukurupuke tuende kujaza ile private jet. Kwa hivyo mimi nina imani kwamba naibu wa party leader wetu Mheshimiwa Governor Joe pamoja na kinara wetu katika bunge Mheshimiwa Junet wanatosha kuwasilisha yale habari ambazo ilikuwa ziwasilishwe kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Labda ku clear to airwaves tu, manake Wakenya maybe tunaweza kusema wako na udaku, ni mambo ya usu na kadhalika na kadhalika. Wakenya wengi wamekuwa wakisema kwamba huenda labda ni pesa za mwananchi zinatumika vibaya jamani. Manake ikasemekana kwamba per hour sijui ni pesa ngapi, wengine wakasema kwamba ni 30 milioni hiyo tip yote na kadhalika. Labda shughuli kama ikiwa inafanyika, je, ni watu binafsi walijitolea kufanya, ni pesa ya chama ilitumika kufanya hii shughuli, ama ni kweli ni pesa mwananchi ambayo imetumika kufanya hii shughuli? Mwashumbe, hawa ndugu zetu wawili kwanza ni wanabiashara watajika. Nataka niwaambie leo wale wasiojua kwamba kuna watu ambao wana utajiri wa kibinafsi ambao unazidi utajiri wa chama. Kwa hivyo huwezi kumzuilia mtu kula mali yake. Wakati ambapo unajua kwa sasa safari za ndege za zile public zimefungwa, bado hazijafunguliwa. Iwapo una shughuli ya kidharura, basi kama una huo uwezo, wewe unaweza kwenda utafute ndege ya kibinafsi. Na unajua pesa za umma ni pesa ambazo huwezi ficha matumizi yake. Iwapo kuna swala lolote, kuna yule ambaye ni mkaguzi wa mahesabu ya taifa anaweza kuangalia. Lakini mimi ninavyojua hawa ndugu zetu wawili ni watu wenye uwezo wao hata kabla waingie katika siasa. Mheshimiwa Joho ni mwanabiashara ambaye ni mtajika. Mheshimiwa Junet Mohamed vile vile ni watu wenye uwezo wao fulani. Sidhani kama wao wakiwa pamoja wawili vile bei yeti ya kukomboa ndege inaweza kuwashinda. Kwa hivyo tusiwe watu wenye udaku sana kuingilia Sifuna kula pesa zake vipi. Pesa zake ni zake bana, akiamua achukue achimbe shimo airushe ndani. Wewe labda ukipewa hizo fedha unaweza kuzitumia kitofauti, lakini si zako bana. Mbona wewe unataka kuingilia legislation ya pesa za wenyewe? Kwa hivyo hawa ndugu zetu wawili wana uwezo wao,
nataka kuconfirm kama katibu mkuu na mimi ndio wanaita accounting officer wa chama cha ODM. Ndio. Hakuna shilingi hata moja ya mali ya umma ama chama ilitumika katika safari hiyo. Hawa ndugu zetu wanajiweza kivao. Bila shaka basi wa Kenya nadhani swali lao limejibiwa. Masuala ya kibeti, private jet na kadhalika hayahusiani kipopote na pesa za umma pale vile. Over the weekend Sifuna, nimeona wewe Cleophas Malala mko upande wa magharibi mwa Kenya pale vile. Mlikuwa mna launch vuguvugu la vijana upande wa magharibi mwa Kenya. Ni nini kinaendelea? Maana magharibi mwa Kenya inaonekana kuna vikundi, kuna kikundi cha Eugene, kuna chenu pia kimekuja pale vuguvugu, upande huko kuna Weta, kuna Msalia. Nini kinaendelea upande wa Western? Tupatie ile picha kidogo tupate kujua as far as politics is concerned. Kwanza hakuna vikundi kwa sababu ile ambayo mimi naona ni kwamba kuna ile wanaita noisy handover. Kuna jamaa ambao wameondolewa katika nyadhifa zao ambao wamekataa kuachilia nyadhifa hizo kwa sababu kwa muda wa zaidi ya miaka 30 jamii nzima ya mkoa wa Magharibi imekuwa ikisimama nyuma ya ndugu zetu hawa wawili, Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Mudavadi. Lakini imefika wakati ambapo tumeona kwamba huu ni mti ambao Biblia inasema mti uzozaa matunda. Lazima ukatwe na uchomwe makaa. Kwa hivyo kama jamii na sisi vijana ndio tulianzisha mchakato mzima wa kusema kwamba imefika wakati sasa jamii iangalie wengine. Unajua kule kwetu tunafuga kuku sana. Ndio. Mambo ya kuku Waluya tunayaelewa. Unapochukua mayai unamwekea kuku pale ayalalie. Baada ya siku 21 ukija pale chini ya huyo kuku hautarajii kutoa mayai. Unatarajia kutoa vifaranga. Ndio. Hawa ndugu zetu ile joto ambayo kuku inaipa mayai yake ni kama ile joto ambayo jamii inatoa kwa viongozi wake. Inataka hiyo joto, ile support ya community ikutransform uwe kiumbe tofauti. Hawa jamaa wamekaa ndani ya kuku miaka 30 lakini tukija pale ni yale mayai tu yameharibika. Na Waluya tunajua kwamba yai likishaharibika baada ya hizo siku 21 hata urejeshe ndani, ulete kuku wa kizungu, ulete incubator, hilo yai lishaharibika halitawahi kuwa kifaranga hata ujaribu na nini. Kwa hivyo tukasema wabadilishe. Tunafurahi sana kama vijana kuona kwamba jamii nzima imekubali kwamba tuwe na viongozi wengine. Wakaibua majina ya hawa wenzetu, Mheshimiwa Oparanya ambaye pia ni deputy party leader wangu pale ODM na gavana wa Kakamega, wakamtambua Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Wakasema na nyinyi wacha tuwape fursa tuone kama mtaongoza jamii tofauti na wale viongozi ambao walikuwepo. Sasa msukosuko huko pale kwa sababu wale former leaders wamekataa kufanya handover ya amani. Na sisi kama vijana tukasema hatutaruhusu hawa viongozi wapya nao waingie katika yale mashimo ambayo wale wazee wale viongozi waliokuwepo waliingia ndani. Tukawaambia kwa mfano kosa kubwa zaidi la hawa viongozi waliokuwepo ni kwamba hawakuwa wanahusisha na kushirikisha kila mtu katika jamii ama mkoa wa Magharibi katika maamuzi ambayo yanahusu jamii yetu. Utakuta kwamba wakati ambapo kuna chochote kile cha kugawiwa unakuta wazee peke yao ndio wanakula. Tumeanza kuona dalili kwamba hata hawa wapya na wao hawajaelewa hilo shinikizo. Hawa wapya ni gani unaozungumzia? Hawa wapya ni Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Oparanya. Hatutaki wapotee jinsi ambavyo wao wengine wamepotea. Tumesema kama vijana, iwapo utaenda umkamue ng'ombe ulete maziwa na useme umemkamua ng'ombe huyo ama hayo maziwa umeleta kwa ajili ya jamii nzima, ni lazima either tutakunywa hayo maziwa sisi wote ama kama vijana tutapika hilo debe lenye maziwa teke ya mwagike kila mtu akose. Kwa hivyo uamuzi ni wao. Either kila mtu apate nafasi yake. Unapopewa nafasi, kwa mfano tunasikia kwamba wamepeleka majina fulani wapate appointment katika serikali kuu. Kama mmepatiwa nafasi 15, matarajio yetu ni kwamba kama kuna counties 5 kule Western, utagawa 3 kila county, kisha useme unataka majina hayo yakija matatu, kwa mfano kutoka county ya Bungoma, liwemo jina la mama, liwemo jina la mzee na liwemo jina la kijana. Labda kidogo unazungumzia kuhusiana na hii reshuffle ambayo tunasikia inakuja kwa hivi sasa. Tunasikia kwamba kuna reshuffle. Na kwa sababu hawa wawili ndio wasemaji wa jamii, wamealikwa pale State House, wakaambiwa hebu tupe mapendekezo watu ambao tunaweza kuconsider. Tunashangaa kwamba wanafanya ile wanaita recycling, wanatafuta wale environmentally friendly leaders. Mtu ambaye inakuwa ni kana kwamba Yesu ameenda kule kwenye kaburi kumuita Lazaro, mtu ambaye tulizika tayari kwamba njoo uje CAS.
wakati kuna vijana ambao wanaweza fanya kazi. Kuna watu ambao tumewasoma GHC sisi tukiwa primary pale bana. Au ni kina nani hao? Sasa unajua labda nikitaja majina hapo wataanza kusema oh, Sifuna ananiharibia jina, lakini ukweli ni kwamba kuna watu ambao tayari wamemaliza kazi zao katika huduma ya taifa. Watu walikuwa maspika wazito, wanakula hata kwa sasa wanakula pension yao. Mtu anakula shilingi 1500 kila mwezi kama pension. Tena umchukue yule mtu badala ya kutafuta kijana, angalia jamii zingine wanachukua kijana kama huyu anaitwa nani huyu CS wa education Zack Kinuthia, kijana mdogo, wanampa ile platform, wanasema fanya kazi. Angalia Daktari Mwangangi pale katika Wizara ya Afya. Lakini ingelikuwa ni hawa jamaa wetu hawa, sisi kama jamii ya Mulembe ndio jamii peke yake ambayo wazazi wetu wanachukia vizao vyao. Labda kwa hivi sasa Mkenya anajiuliza aje, mbona tusisikie upande wa magharibi mwa Kenya angalau inaongea kutoka katika njia moja? Sasa na vile vile pia Wakenya wanauliza aje, je, kwa hivi sasa unatuambia kwamba ni vita vimetangazwa kati ya wazee na vijana upande wa magharibi mwa Kenya? Sisi tumetangaza vita. Tunasema kwamba hakuna lolote ambalo litafanyika kutumia jina letu ambapo hujatuhusisha sisi. Iwapo umepewa shughuli kwamba kwa sababu hatuwezi enda sote, tuko hapa watatu katika studio hii, waseme Mwashumbe kwa sababu hatutaki mje wengi, kuna hii mambo ya corona, msije mmekurupuka, wewe njoo utuambie wale walioko kwenye hiyo studio wanataka nini. Wewe ufike kule badala ya kusema Sifuna anapenda hii, Sugar Boy mwachie hii, wewe uende uchukue yote kwa sababu kwa ajili yako na uwefungie pale. Sisi tumesema iwapo wewe ambaye tumekutuma uzungumzie kila mtu utachagua kujizungumzia wewe mwenyewe, basi umetupa fursa na sisi tujizungumzie sisi wenyewe. Ndio kwa maana tumeibua ili dhana kwamba tunataka tuwe na Mulembe Youth Council, kwa sababu unaposikia masuala yote ya council kule nyumbani ni council, mabaraza ya wazee tu, mabaraza ya wazee tu. Hata hawa ndugu zetu tumewapa muda sasa, imekuwa kama miezi mitatu tangu wachaguliwa kama wasemaji wa kina Eugene Omalo. Muda huo wote wamekutana na mabaraza ya wazee yote, lakini hakuna siku wameita vijana wakasema na nyinyi maoni yenu ni gani. Na hili swala nataka hata vijana wengine katika taifa pia wagundue kwamba iwapo hamtajisimamia nyinyi wenyewe, na sisi ndio wengi, kwa sababu kule mkoa wa Magharibi watu walio chini ya umri wa miaka kati ya miaka 18 na miaka 35 ni 80% ya population nzima ya kule Western. Itakuwaje wewe unataka kubagua hii nini yote hiyo demography yote? Kwa hivyo tumesema tunawapa hawa ndugu zetu nafasi kwanza, kama kuonyesha ile wanaita goodwill kwa kizungu. Hiyo list ambayo walipeleka kule State House waichukue, wairudishe kwanza, na tumemwambia rais hiyo list sisi hatuijui, hatuitambui kwa sababu hatujahusishwa. Kina mama zetu kila neno katika hiyo list. Sasa haya majina hata nikikwambia wewe utawaona wale Lazaro ambao nilikuwa na wazungumza. Kina nani? Tuambie majina ni kina nani? Lazaro wa kule Western Kenya, watu ambao na waheshimu kama baba zangu, lakini sasa wakati umefika wakae chini ya mti, vijana twende tuwinde, tuwaletee vitu wakiwa wamekaa chini ya mti. Waambie Wakenya hao kina Lazaro ni kina nani? Haiwezekani punda ambaye alishindwa kufikisha mzigo miaka iliyopita ati sasa ageuke awe farasi ambaye atatufikisha mahali ambapo tunataka kwenda. Haiwezekani bana. Barake, inasemekana kwamba unajipanga mheshimiwa, kuna kiti fulani unalenga upande wa Western pale vile. Mimi silengi kiti chochote. Nataka tena niweke wazi, hata wakati ambapo haya majina yatarudishwa, wakiuliza Sifuna atoe jina, sitatoa jina langu, sitatoa jina ya ndugu yangu, sitatoa jina ya girlfriend yangu, sitatoa jina ya mwendani wangu, kwa sababu kuna vijana wengi. Mimi wakati na keti kama katibu mkuu wa chama, ndugu yangu, deski yangu imejaa CV za watu ambazo natafuta kazi. Inavunja moyo sana. Nikikufungulia inbox yangu ndugu yangu, watu wanasema Sifuna nataka nije niwe na panguza tu viatu vyako. Mimi nina degree hata ya engineering, lakini kazi imekosekana. Vijana wanalia machozi ndugu yangu, wanasema hata nikiwa tu napata shilingi 200 kwa siku nitafanya hiyo kazi. Itakuwaje wewe ambaye uko katika pension baada ya kuhudumia taifa kwa miaka na mikaka, huko unakula pension yako, tena tuje tukutoe katika vijiji tukupatie hizo kazi? Tunataka tuwe na heshima ambaye imepewa vijana katika jamii zingine. Unaangalia mkoa wa Rift Valley, angalia vijana ambao wanapewa hata nafasi za uongozi, vijana kama kina Aaron Cheruiyot. Sera zetu zinaweza kuwa zinatofautiana, lakini niambie jamii gani nyingine ambayo inapea heshima vijana wao, kama vile wa Kalenjin, kama vile wa Kikuyu wanapea kina mama wao na vijana wao ile heshima. Lakini inapokuja mkoa wa Magharibi, ukizungumza tu kama kijana, wanasema ile kijana hana heshima hata kwa sasa. Lakini sisi hatuogopi, kwa sababu vita hivi tunajua sisi tutashinda. We have what we call staying power, kwa sababu tutakuwepo zaidi ya nyinyi Mungu akitupa uhai.
Lakini wengi wanachukulia hili swala ni strategy ya kujaribu kusambaratisha magharibi mwa Kenya, msizungumze na msimamo mmoja, kugawanya zile kura hapa na pale. Ushaona Mwashumbe, cha muhimu si kuzungumza kwa sauti moja. Cha muhimu ni sauti hiyo inasema nini. Ndio. Kama sauti hiyo itakuwa ni sauti ya kila Mluya, kila mtu ataikubali. Lakini haiwezi kuwa kwamba Sifuna ati mulazimishwe kufuata Sifuna, lakini nikiwa pale mimi najichukulia tu mambo yangu. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anashirikisha na kuhusisha kila mtu, kwa sababu kuna jamii tofauti sana ambazo zinakaa katika maeneo ya Western na wana mambo tofauti ambayo yanawakumba. Mimi ikiwa mimi ndio ningekuwa msemaji wa Waluya, wakati ambapo kunatokea swala lolote, nitachukua kina mama viongozi, tuketi pale katika uwanja wa Buhungu na tutoshea sisi wote, vijana waje waseme sisi tungependa kuona kitu fulani. Na wakati ambapo umekata keki mahali na umesema umekata kwa ajili ya jamii, usituite wakati yamemsalia makombo. Wewe umeshakula alafu unasema oh, by the way kulikuwa na keki hapa, kujeni muone ile imebaki. Hatutakubali hayo maneno. Kwa sasa tunataka viongozi ambao wanahusisha kila mtu. Na nikisema kuhusisha vijana, sisemi ati uhusishe Sifuna. Kuna vijana wengi. Mimi kwa sasa kwa mfano, nina shughuli kubwa sana ya kukiimarisha na kunadhifisha chama cha ODM. Kwa hivyo sitarajii kwamba eti nafasi ya kazi ikitokea ati tena wachukue Sifuna. Kwa sababu mimi nimeweka focus yangu kwa sasa kuhakikisha kwamba chama hiki kitanikumbuka wakati ambapo nimekuepo kama katibu mkuu kwa kufanya mambo fulani fulani. Lazima ukiwa katika nyadhifa useme nilikuepo, haya hayakuepo, sasa kwa leo yako hapa kwa sababu ya shughuli na jitihada zangu. Kwa hivyo tunataka vijana wengine, sura ya Mlembe iwe ni sura ya vijana. Hawa wazee tunawaheshimu, lakini na wao lazima watuheshimu na kututambua kwamba sisi pia ni stakeholders katika jamii. Kila laheri Mheshimiwa Mavipi katika hii agenda yenu mpya. Asante. Last week katika chama cha ODM mlianza kupiga ile nduru ile, hii handshake ikitaka ikae. Hatutakubali. Ini kana kwamba kuna mchezo fulani unaendelea katika hii handshake kama nini kinaendelea? Kwanza Mwashumbe ni kuonye kwa sababu wewe ni mwanahabari katika kituo cha habari ambacho kinatajika. Hii Standard Group hii si ile WhatsApp, wale ambao wanaeneza hizi porojo za WhatsApp. Tunaishi katika sera ambayo inaitwa sera ya ama time ya fake news. Wakati ambapo mtu anaweza kusimama tu aseme, anaandika quote, Sifuna amesema hii, Mheshimiwa Mbadi amesema haya. Lakini wewe kama mwanahabari unatakiwa unatafuta sauti ya huyo mtu. Unasema kama mimi kwa mfano, mimi niko available kwa Radio Maisha na vitengo vyote vya Standard Group kwa sababu hiki ndio kituo ambacho kimenilea mimi katika siasa zangu. Wakati wote ukiwa na swala unapiga simu. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanasambaza mambo ambayo yanasemekana kwamba yalitokea katika vinywa vya viongozi wa ODM. Yote yalikuwa ni uongo. Yote ilikuwa ni porojo. Ule msukosuko uliokuwa pale bungeni ulikuwa ni misunderstanding ambayo ilikuwa ni rahisi sana kuelewa. Lakini kuna watu ambao wanachagua kutoelewa. Kwa mfano Mwashumbe, unajua kwamba kuna mchakato ambao unakuja wa kubadilisha sheria fulani. Kwa sababu haya yalikuwa mapendekezo ya Wakenya katika huu mchakato mzima wa BBI. Kuna masuala ambayo yatahitaji sheria zilizoko kushughulikiwa. Kuna masuala ambayo yatahitaji labda mageuzi ya katiba. Kuna masuala ambayo yatahitaji zile wanaita kwa kizungu administrative action, kujaribu kurekebisha haya mambo. Kwa hivyo wakati tunaangalia marekebisho ya sheria ambazo zinakuja, haya marekebisho lazima yatapitia ndani ya bunge. Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila Odinga wakasikizana kwamba tunataka wabunge ambao wataweka objective mind. Wakati ambapo swala linawekwa kwenye meza, tusiwe na wale watu ambao tunajua kazi yao ni kupinga na kukataa. Tunataka kuwepo na mjadala ya kwamba unaweza nishawishi na wewe pia naweza kukushawishi. Kwa hivyo wakasema hizi kamati, haswa kamati ambazo zinashughulika na masuala ya kisheria kama JLAC, CIOC na mengine, ikasemekana kwamba yafanyiwe mageuzi. Sasa hawa ndugu zetu wa Jubilee kisheria wao ndio wenye kwa sababu ya uzito wa nambari walizonazo katika bunge, wao wana wingi wa wanachama katika hizi kamati zote, na vile vile uongozi wa kamati hizo kwa sababu wana wingi wa wanachama huwa inakuwa ni yao. Lakini kwa mara ya kwanza hii ofa ilitoka Jubilee kwenyewe. Sisi hatukuomba. Chama cha ODM hakiombi, my friend. Hatuna kile ambacho ati tumekosa ama upungufu. Upungufu tulionao tumezoea kuishi nao. Huwezi kumtisha samaki ati utamrusha ndani ya maji. Huwezi kututisha useme mtakaa njaa. Tumezoea hiyo njaa. Lakini hawa ndugu zetu wamekuja wakasema tunataka kuwapa chairmanship ya kamati fulani.
Tukasema alhamdulillah, hakuna shida, tutazichukua kama mmetupa. Lakini hizi positions wanapigiwa kura wale chairman. Kwa hivyo kama ndani ya hiyo kamati hauna hizo kura, basi unafanya haujafanya chochote. Nitakupa mfano ya yale yaliyojiri katika ile kamati ya Parliamentary Accounts Committee, Public Accounts Committee ya Senate. Ambapo tulikuwa tumesema tutamweka yule ambaye ni seneta wa Kisii awe mwenyekiti, Mheshimiwa Profesa Ongeri. Kufika pale, kwa sababu wale walioko kwenye committee hawaambatani na hayo mawazo, wakachagua kumpigia seneta Ole Kina kura. Hiyo ndio ilipelekea katika National Assembly tukasema, ukinipa hii chairmanship lazima uangalie pia kura zilizopo kule ndani, kama ni watu ambao watakubaliana na haya mapendekezo. So ninafurahi kwamba ukisoma gazeti ya leo, wale ambao ni viongozi ndani ya bunge, Mheshimiwa Amos Kimunya upande wa Jubilee, Mheshimiwa John Mbadi upande wetu, wamesikizana na wameafikiana kwamba sasa hayo mambo yatatatuliwa. So hilo sio jambo ati mtu Mheshimiwa John Mbadi tumefanya na yeye sasa kwa muda wa zaidi ya miaka 2.5 nikiwa katibu mkuu wa chama. Kwa hivyo masuala yenu yameshughulikiwa, mambo yameshatuliwa, hakukuwa na lolote pale. Lakini pia unajua nyinyi watu wa social media na hawa wanahabari wengine, kazi zenu ni kuingiza kuni kwenye moto. Kila wakati kukitokea na swala lolote inakuwa ni headline kwamba handshake sasa imekwisha. Handshake haitakwisha kwa sababu ya nafasi za kazi. Ndio. Mwashumbe, unakumbuka hii handshake sasa ni zaidi ya miaka 2.5. Wakati ilianza pale Machi mwezi wa mwaka wa 2018 walikuwa wanasema hii handshake ni ya watu wa ODM kuchukua nafasi katika kazi katika serikali. Kufikia leo niambie ni nani ambaye ni wa ODM? Hata mimi walikuwa wanasema labda nitaangukia waziri mpaka leo, kwa sababu that was not what it was about. Vyama vingine, na sisi tunawaheshimu kwa sababu wanafanya mambo yao tofauti. Vyama vingine pindi tu wanapoandika mkataba hivi unasikia mmoja wao amepatiwa uongozi. Wengine wanakuja wanaandika mkataba wanataka sijui wapatiwe waziri wa mambo ya nje, mambo ya kigeni, masuala ya kigeni. ODM haiitishi chochote, na kuanzia mwaka huo hatujaitisha chochote. Kwa hivyo usije ukadhani kwamba eti handshake itavunjika kwa sababu ya chairmanship ya committee. Kama hatukuchukua nafasi za waziri, hii ndio itavunja. Mimi ninawaomba Wakenya wao wenye subra, kwa sababu Mheshimiwa Babu Owino baada ya tukio hili kufanyika alikamatwa kisheria, alikaa kizimbani kule si mahakamani, jela, alikaa jela zaidi ya siku 14 wakati ambapo anangojea ile ruling yake ya ombi la dhamana kumalizwa. Akapewa dhamana na mahakama. Dhamana hiyo ilikuwa kali sana, hata akaambiwa kuna vitu ambavyo lazima afanye dhidi ya ile bili ya hospitali ya mheshimiwa ya DJ Evolve, na anatimiza hayo masharti yote. Sharti ambalo watu wanasahau ni kwamba mahakama ilisema msizungumzie haya masuala katika mitandao ya jamii ama katika radio kama hizi. Hatuongezi lolote. Ile ripoti ambayo niliona ya NTV, hata niliuliza mmoja wa NTV, what was the purpose? Kwa sababu wewe kama mwanahabari lako ni kuelimisha na kufahamisha, lakini usiruke mipaka ya kuelimisha na kufahamisha kufanya ile uchochezi ili watu waanze kupiga kelele mpaka DCI wanauliza mnataka tumshike tena, na baada ya kumshika. Unajua mheshimiwa, Wakenya wanajiuliza kuna sheria za chama na kuna sheria za nchi. Ushaona? Sasa wanajiuliza mbona msitumie zile sheria zenu za chama? Sasa ndo nakueleza. Kumdiscipline Babu Owino. Wacha nikueleze. Zipo ama zipo za chama? Zipo za chama lakini zinafika mahala fulani ambapo sasa sheria za nchi zinachukulia pale. Kuna mambo ambayo tunaweza kudeal nayo kama kutumia sheria za chama. Lakini chama kiko pia chini ya sheria za nchi. Kwa mfano, kwa kimombo kuna ile kitu wanaita presumption of innocence. Mimi nikijaribu kumtoa Babu Owino ama kumchukulia hatua za kinidhamu kupitia sheria za chama, na kama sababu ni hii kisa cha DJ Evolve, utaambiwa hii mambo iko mahakamani. Kwa sababu kuna tofauti ya vitu ambavyo umeviona na macho yako na vitu ambavyo vimethibitishwa kotini. Kwa hivyo lazima mpe kama mnaheshimu mahakama zetu, kama mnaheshimu hawa majaji, muwape nafasi ya kufanya ile due process yote ikwishe, kisha tutamchukulia tu. Na hayuko peke yake. Nina mbunge wangu kule Malindi, Mheshimiwa Aisha Jumwa, na yeye alikabiliwa na mashtaka ambayo hata ni wasi kushinda haya Babu, kwa sababu kule katika kilichotokea kule Kilifi ni kwamba kuna mtu aliuawa. Wao wako na kesi ya mauaji. Haya, kuna ndugu yetu hapa kutoka Sirisia, Mheshimiwa John Waluke, ambaye tayari mahakama imeshampata na hatia. Lakini simsikie yote akiuliza kwa nini Jubilee hawajatoa statement, kwa sababu unajua kila mtu analenga tu chama cha ODM. Kwa hivyo mimi kile kitu ambacho naweza waomba
muwe na subira, mheshimu processes za mahakama. Sisi tunamzidi kumwombea DJ Evolve. Kuna usaidizi mwingi ambao unapita katika mikono ya viongozi wa chama cha ODM ambao huwa hatutangazi. Unanielewa? At the end of the day hakuna mtu yeyote, kwa sababu unaona kama hawa wenzetu wa NTV wanataka hata kutoa cheche za maneno dhidi ya jaji, kuonyesha kwamba labda jaji hafanyi kazi yake ama amehongwa. Unajua, ukifanya hivyo huyo jaji tu atajitoa katika hiyo kesi, aseme kunaonekana kwamba kuna madai kwamba nampendelea mtu fulani, wacha nijiondoe. Anapojiondoa hivyo, yani you are causing further delay to the case, and justice delayed is justice denied. Tunataka hii kesi ikamilike mapema. Mheshimiwa Babu Owino nimekuwa na yeye wiki hii, mimi ni mtu mwenye ana ile wanaita nini, regret inaitwa nini kwa Kiswahili, majuto. Yani ana majuto mazito, ana majuto mazito kwa tukio hilo, kwa sababu yeye hangependa kumuumiza mtu yoyote. Kwa hivyo DJ angoje wakati atapata right yake, ni angoje mpaka kesi ishe na kadhalika, kwa sababu chini, lakini ODM kwa sababu chini ODM hakuna discipline yote mtachukulia Babu Owino, kwa sababu chini ya sheria zetu ndio wenye kufanya investigations ni DCI, wao ndio wenye kufanya, wenye kukata maamuzi ni mahakama. Sisi tunaheshimu sheria. Iwapo agizo la mahakama, kama mimi nikiwa katibu na mimi ni wakili, hakuna hata siku moja ambayo chama cha ODM kimekaidi uamuzi wote wa mahakama. Tunapopata oda ya mahakama hata ambayo hatuipendi sisi, tena nitakupa mfano hiyo ya Mheshimiwa Aisha Jumwa, tulijaribu kumfurusha kwenye chama, akaenda mahakamani, akasema hakupewa fursa ya kujitetea, akapata agizo la mahakama. Sisi tulitii hilo agizo la mahakama. Kwa hivyo tukipata agizo la mahakama kuhusu kesi hii ya DJ Evolve, basi na sisi tutamchukulia hatua za kinidhamu Mheshimiwa Babu Owino, lakini kwa sasa watu wapeane nafasi kwa due process iweze kufanyika. Time baya mheshimiwa, muda umetupatia kisogo. Labda kwa hivi sasa kumalizia, kitu gani ungelipenda kuambia Wakenya? Mimi nataka kuambia Wakenya, kwanza kabisa tunajua kwamba kama chama mambo mengi yameathirika na janga hili la corona. Tunazidi kuwashinikiza kwamba wafuate yale maagizo ambayo yametolewa na serikali na Wizara ya Afya, kwa sababu janga hili itachukua muda sisi kujiondoa katika janga hili, lakini inategemea pia na jinsi ambavyo sisi wenyewe tunajilinda. Kwa sasa kama chama mipango yetu mingi tumesimamisha. Unajua kwamba ilikuwa ni mwaka wa uchaguzi wa mashinani wa chama. Tunataka tuwahakikishie wanachama wetu kwamba uchaguzi huo utafanyika pindi tu mambo itakuwa tofauti kidogo na kutupa nafasi hiyo. Kwa Kenya kwa jumla, mimi nataka muwe na hope ya kwamba katika miaka ijayo sisi ambao ni vijana kwa sasa tungependa, nia yetu ni kufanya mambo kitofauti kidogo na wale ambao waliopo kwa sasa, na kuna bright future vile ambavyo rafiki yangu nikidhani ni Thomas kutoka Endebess, yeye lakini amekosea akasema ati vijana ndio kesho. Sisi tunasema vijana ndio sasa. Kwa sababu hii mambo ya kesho tumeahidiwa kesho, na hatuna shida na wazee. Haswa tunatambua wazee ambao wanatambua vijana, wazee ambao pia wanapea vijana nafasi. Mheshimiwa Raila Odinga ni mzee, lakini angalia katafuta kijana kama mimi. Nilipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama, nilikuwa na miaka 35 peke yake. Hakuniuliza experience yangu, sikuwa na experience yoyote ya kuendesha masuala ya chama. Lakini akanipa nafasi hiyo, na natumai Wakenya wanajionea na watanipa wenyewe ripoti kama nimeharibu kazi ama nimefanya vyema. Asante sana mheshimiwa. Kila laheri katika masuala yako yote katika chama na vile vile pia. Asante. Kuhakikisha vijana pia wameweza kufaidika upande wa Western Kenya pale vile. Nashukuru kwa nafasi hii.